Kwenye watu 16,000 walionunua, ukisema ukusanye maoni utapata maoni tofauti. Kuna atakaye kuambia bana mimi ndo nishatoa hiyo kwa ajili ya klabu yangu potelea pwete. Kuna mwingine atakwambia nirudishie hela yangu. Kuna mwingine atakwambia hiyo mechi mimi tasubiri mechi nyingine. Maoni yatakuwa mengi, na maoni yakishakuwa mengi utashindwa kufanya maamuzi kama mtawala. Kwa hiyo maamuzi ambayo yamechukuliwa ni maamuzi ya kiuongozi ambayo yanaweza yasikufurahishe leo, lakini yakakufurahisha muda ukifika. Itakapofika Simba Day, viingilio vimetangazwa, alafu ukakumbuka ya kwamba una tiketi yako ya VIPB, utakuwa unakenua mwenyewe chumbani. Kwa hiyo hayo ni maamuzi ya kiutawala. Tusingeweza kuanza kukusanya maoni watu wanataka nini ama watu wanafikiria nini. Sisi kama watu wenye dhamana ya kuiongoza Simba tumekaa tukafikiria na tukafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa maslahi ya wanasimba. Lakini kitu muhimu ni kwamba fedha ya mtu haitapotea hata shilingi moja, na ndio maana mwanzo nikasema jasho la mtu haliliwi. Fedha ya mtu haitapotea, kila mtu fedha yake ataitumia muda sahihi ukifika. Muda huu imeshashindikana, na kwa sasa wanasimba wala tusiwaze kuhusu fedha. Hata kama fedha yako ilikuwa ni angama na umetoa hiyo mchagoni, lakini achana na kuifikiria hiyo fedha kabisa. Tufikirie ubingwa wa Afrika. Jambo kubwa lenye maana, lenye thamani kwetu sisi wanasimba hivi sasa ni ubingwa wa Afrika. 30,000 yako, 30,000 yako, 20 yako ama 7,000 yako au 250,000 yako utaisahau tarehe 25 saa 12:30. Mosepe yupo katikati ya uwanja wa Amani, anamkabidhi Mohamed Hussein Shabalala kombe la Afrika. Utasahau kama walitoa shilingi 30,000 alafu imewekwa pending. Kwa hiyo fikra zetu wana Simba ni ubingwa wa Afrika. Kuhamishwa uwanja, anauliza, inawezekana ni figisu. Kwenye level ya kiutawala hatuwezi kusema ni figisu. Tunasema ya kwamba CAF wamefanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa upande wao kwa maslahi ya mpira, kuhamisha uwanja kutoa Benjamin Mkapa na kwenda uwanja wa Amani. Na lazima tufahamu ya kwamba katika kitu ambacho CAF wanapigania zaidi ni mwamko wa mashabiki kuingia uwanjani. Kwa hiyo CAF wangependa sana mechi ichezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu wangepata uhalisia ya kile ambacho wanakitaka. Nitakwambia mfano mzuri tu. Mechi ya Pyramids na Mamelodi Sundowns pale Afrika Kusini, kuna uwezekano mkubwa mashabiki wakaingia bure wa Mamelodi, kwa sababu hakuna, hiyo timu haina mashabiki. Mechi hiyo ya Pyramids na Mamelodi pale Misri, kuna uwezekano mkubwa mashabiki wakaingia wachache ama wakaingia bure, kwa sababu hiyo timu haina mashabiki pale Misri. Lakini kwa Simba Sports Club mashabiki 60,000 unawapata vizuri Benjamin Mkapa. Kwa hiyo CAF ingekuwa sio swala la standard walioiweka, hii mechi ingechezwa Benjamin Mkapa, kwa sababu ile crowd ya watu 60,000 ina thamani kubwa mno kwao. Wanapokwenda kuiuza ligi ya Afrika kwa wadhamini, wanapeleka mechi ile, wanapeleka picha za majukwaa ya Benjamin Mkapa na kuambia kwamba ligi yetu ama mashindano yetu yana thamani kubwa, na hawa ni watu mdhamini anaweka fedha. Kwa hiyo kafu hawezi kuwa wamefanya figisu eti za makusudi kutupeleka uwanja wa Amani ambao unaingiza mashabiki wachache mara 3 ya Benjamin Mkapa. Ni kitu ambacho sisi tunaamini hakiwezekani. Na kama wanavyosema, kama kuna Mtanzania amefanya figisu, hakuna Mtanzania yoyote anaweza aka-influence maamuzi ya CAF ya kuitoa Simba Benjamin Mkapa na kuipeleka uwanja wa Amani. Hawa wengine wanajilambagula tu.
lakini hawahusiki chochote, na tunafahamu ya kwamba wamefurahi Simba kwenda kucheza uwanja wa Amani wakiamini ya kwamba sisi tunashinda kwa sababu ya nguvu ya Benjamin Mkapa. Wanasahau kama sisi tunashinda kwa ubora wetu, na ndio maana tumeshinda Tunisia, tumepata sare Libya, tumepata sare Angola. Hakukuwa na Benjamin Mkapa huko na bado Simba tukafanya vizuri. Hata uwanja wa Amani tunakwenda kufanya vizuri na hawataamini macho yao. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature.